Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Na wasalimu katika jina la Bwana. Mbarikiwe na Mungu. Ameni. Naomba msalimie jirani yako uliyeko karibu naye. Salimie, usikae na jirani yako bila kumsalimia. Take hali. Salimie, mtikise kidogo ujue ni mtu. Sije ukasema leo tumecheza kweli kweli kumbe wengine sio watu. Tikisa kidogo mkono wake, bega lake, mtazame usoni, tabasamu kidogo, onyesha hata meno kama hujui kutabasamu. Hata kama umesahau kuswaki leo tumekusamehe. Onyesha tu hata meno, wengine hawajui hata kutabasamu. Kionyesha meno tutajua tuko pamoja. Ameni. Ameni. Basi tusalimiane hewani na wale kama tuko pamoja. Jina la Bwana libarikiwe. Siku zetu zinasogea na ninaamini Mungu ni mwema, hawezi kutuacha tumalize semina bila kupata kitu kwake. Ameni. Kumbuka siku ya kwanza nilisema hakuna mahali Mungu atukusanye kwa hasara. Katika tabia ya Mungu hana tabia ya hasara hata siku moja. Lazima tunapokwepo kwa ajili yake iko faida. Ameni. Kwa tunaendelea na kichwa chetu kwamba tumeitwa kuwa kielelezo. Tumeitwa kuwa kielelezo. Anasema katika usemi na maneno, imani na usafi. Ameni. Lakini huko mstari ambao unatulazimu tucheki zaidi ya hapo. Tunahitaji kuwa kielelezo katika maeneo mbalimbali. Hebu nirudie kusoma uone tunapozungumza habari ya kuwa kielelezo, si kwa maana tu ya kwamba katika kuhubiri Injili au katika kuomba au katika masuala mengine ya maombezi, lakini Biblia inakwenda zaidi ya hapo. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba nikusomee yale maneno yetu yanayotuongoza. Mstari ule wa 14 na 15 anasema, usiache kuitumia karama iliyoko ndani yako uliopewa kwa unabii, kwa kuwekewa mikono na wazee. Uyatafakari hayo, ukae katika hayo, ili kuendelea kwako kuwe dhahiri kwa watu wote. Itunze nafsi yako na mafundisho yako. Dumu katika mambo hayo, maana kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako na wale wakusikiao pia. Na mkazo wetu mkubwa ambapo ninazungumzia ni kuishi katika hayo. Ameni. Kuishi katika hayo. Unapozungumza habari ya ushindi wa Mungu, kuwa makini sana, ishi katika hayo. Ameni. Ameni. Yakobo anajaribu kufafanua zaidi, anasema imani pasipo matendo imekufa nafsini mwake. Haifai, haina maana. Ukisema Mungu anaweza, onyesha uweza wa Mungu katika maisha yako. Ameni. Ukisema Mungu ni jibu wa mahitaji yetu, onyesha kwamba Mungu ndiye anayekujibu. Usiende kutafuta majibu kwingine wakati umekiri Mungu ndiye jibu lako. Haleluya. Haleluya. Siku moja nilikuwa nafundisha mahali fulani, watu walicheka sana. Nikamwambia wakati mwingine tunasema Mungu anaweza yote, lakini kiuhalisia anaweza yote? Maisha yetu yanaonyesha picha ya kwamba kweli anaweza yote. Haleluya. Unapoimba na kushangilia Mungu, Yesu anaweza yote. Tunaimba vizuri, Yesu anaweza yote. Tunaimba kweli kweli, si ndio? Lakini watu wakikuangalia wanaona Yesu ameweza? Haleluya. Au wanakuwa na maswali, ameweza katika lipi? Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa, jina la Bwana libarikiwe. Nakumbuka nilikuwa mkutano mmoja wa Pasaka, kijana mmoja ameimba kweli kweli mpaka asilikia wenzie. Wanaimba na shangilia, amesoti kweli kweli. Yesu anaweza yote. Bahati mbaya katika kucheza na kurukaruka, wenzake wakakanyaga kanda mbili yake ikakatika. Akakasirika. Sasa amechukia kosa si wale waliokanyaga kanda mbili. Sasa wewe umesafiri kutoka Liadebwe mpaka Jogoo, unakuja unavaa kanda mbili mpaka huku Jogoo, kutoka Liadebwe na kanda mbili. Sasa wakikanyaga watu useme kuna kosa. Haleluya. Haleluya. Kumbe kanda mbili ilikuwa ya kuogea, si ndio? Sasa yeye kavaa kwenye mkutano, anacheza, wenzake wamekanyaga, amechukia. Jamani, shetani amejiinua. Hajajiinua. Yesu
yote lazima uweze na kwenye kiatu. Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa, jina la Bwana libarikiwe. Kanisa, jina la Bwana libarikiwe. Biblia yangu katika Petro anasema wayatazamapo matendo yenu wamtukuza Mungu wenu. Haleluya. Sio maneno yenu, matendo yenu. Paulo anasema jihadhari mwanangu Timotheo, unayoyasema ishi katika haya. Usiwe unasema unashindwa kuishi. Haleluya. Haleluya. Siku moja nilikuwa naongea na ndugu zangu huko redioni. Kuna redio moja ambayo huwa narusha mahubiri pale Mbeya. Sasa nikawa naongea nao. Wamekazana kweli wanaimba. Samsani msamenye waimbaji. Wanasema kuokoka nini ni lazima. Bila kuokoka uendi wapi? Mbinguni. Sasa unajua wote tunaishi hapo Mbeya. Wanaoimba kuokoka lazima hata hawajui wokovu unafanana naye. Akitoka hapo anaenda kujikorogea pomba na uzi. Ila naimba kuokoka ni nini? Bila kuokoka mbinguni ufanye nini? Sasa unajiuliza hivi anachoongea anakielewa? Ameni. Na kituo chetu kipo pale Ifisi, kuna hospitali ya Ifisi pale. Wameweka ndege mmoja anaitwa Kasuku. Kasuku ni waajabu. Ukisema haleluya na kuangalia. Kiondoka kidogo anaanza haleluya. Yaani sio sala maigizo, yupo yule ndege. Alafu kimwangalia unaweza kufikiri mdoli kama hujajua. Nikasema anatulia kweli kama mmefika wageni. Haongei wala atikisiki sana. Anakaa kimya. Mtasema. Sasa sogeni pembeni kidogo. Mtasikia yale mliokuwa mnaongea na yeye anazungumza. Sasa kamuulize Kasuku hiki unavyosema haleluya. Na unasema haleluya nini? Haleluya. Tusalimiane namna hii kama tuko pamoja kanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Ndugu zangu, ni mtego mkubwa katika maisha yetu. Na zaidi sana tulio wa Kristo. Hakuna kitu ambacho ukitamani kuishi vile unavyokiri kwenye kinywa chako. Vile unavyozungumza, vile unavyowaambia wengine kwamba 1, 2, 3 ndivyo Mungu anavyotaka. Jitahidi sana kwa msaada wa Roho Mtakatifu yaishi hayo unayoyasema. Haleluya. Yaishi ni injili isiyofutika kwenye mioyo ya watu. Umesema habari za Mungu ni mshindi, anashindia dhambi, kuwa na nidhamu kweli ya kutokujiachia kwenye dhambi. Haleluya. Ili kile ulichokisema usikifute kwa maisha yako. Watu wasisema na kaza na kusema lakini alivyo sivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Paulo anasema dumu katika hayo. Timotheo unaongea dumu katika hayo. Unafundisha dumu katika hayo. Haleluya. Haleluya. Dumu katika hayo. Ili anasema wale wakusikiao. Wale wakusikiao. Ujiokoe nafsi yako kwa wale wanaokusikia. Uwe salama kwa wale wanaokusikia. Usiruhusu nafasi ya kukushambulia. Usiruhusu wa kudharau. Maana alitangulia mwanzo na sasa mtu yote asiudharau utumishi wako. Jina la Bwana libarikiwe. Ili usidharaulike. Chonde ndugu zangu watu wa Makambako. Ishi katika hayo unayoyaimba, unayoyafundisha. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kanisa, jina la Bwana libarikiwe. Kuna kijana wangu mmoja ambaye tunafanya huduma pamoja kwenye mambo ya semina za vijana. Nina makongamano ya semina vijana pale Mbeya, huwa naandaa mwenyewe. Sasa kila mwaka huwa naandaa mara 2. Sasa mwezi uliopita huo walikuja kuangalia tunatengeneza hema kwa ajili ya kuweka jukwaa. Sababu tunatengeneza vyuma, tunasuka vile vyuma ili tuwe tunafanya semina hizo kwenye viwanja badala ya kukodisha kumbi. Inakuwa ni bei kubwa sana. Walikuta kwa wiki mnaweza kulipa milioni 3 kwa ukumbi. Kwa ili tupunguze hiyo gharama basi tutengeneze hema. Sasa nilipokuja kucheki hema na tengenezewa nyumbani kwangu, bahati mbaya sana siku nilikuwa nimefungulia mifugo kidogo inatoka. Akaangalia akasema mama, hakuna kitu leo, nimebarikiwa sana. Nilikuwa naona unafundisha sana vijana ujasiriamali. Unapata wapi muda wa kushughulika na vitu hivi? Sasa naangalia anatoka upande mwingine anakuta tena. Akasema wewe hawa kuku unawahesabu idadi yao wako wangapi? Nilifikiri ni wale kula tunakuta kuna wengine huko. Akafurahi sana kuwaona bata mzinga hawa na nini. Sasa nawaambia bata mzinga miwa wananifanya akili yangu iwe vizuri. Kwa namna gani? Yani nikiwaona vile wanavyotanua mabawa yao yale, kama nilichoka basi akili inakuja mpya.
Amen. Badala ya kufikiri matatizo ya haya, kuna waangalia na bata mzinga wanakupunguzia mzigo. Sasa kama hakuna taribata maji pale likapiga kelele, utakuta mawazo yako mengi sana kichwani. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Sasa nikashangaa niongea vitu fulani na nini, wanaondoka baadaye nikawauzia maziwa mgando waende nayo. Ngambia nipeni hela ya maziwa haya mnabeba. Mnaenda sasa, yani mama, unatufurahisha kweli. Sina kijana, sina binti. Sasa ukinikuta nyumbani saa nyingine huwezi kuamini kama ni mimi mwenyewe. Hivi nikitoka hapa jioni mpaka nipige simu, jamani vifarango hiki kimekuaje? Si unafika mahali unakuwa tatizo. Ukifundisha uchumi, ishi katika hayo. Amen. Ishi katika hayo. Ina nguvu. Sio tena unafundisha alafu mwenyewe unatamani tayari moja la kienyeji. Haleluya. Haleluya. Sijafika ninapotaka kufika, lakini angalau nimeanza. Jina la Bwana libarikiwe. Napozungumza habari ya kilimo, angalau hata uanze. Angalau hata uanze kidogo. Ukisema kuna uzuri wa kupanda miti, angalau kama ni chini sana basi uwe na eka hata 20 30. Angalau. Amen. Bona mbeguna rafiki yangu nyingi 30 sio eka nyingi. Mimi nafikiria niwe na eka kama 100 hivi za miti. Mungu akinipa neema nikiishi nikiwa na afya, ataweka 100 tu angalau. Amen. Angalau eka 100 naweza kusema nimepanda kidogo miti. Sasa eka 10, 12 niseme nimepanda. Bado. Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa, jina la Bwana libarikiwe. Kanisa, jina la Bwana libarikiwe. Unanielewa kitu naongea? Tuishi katika hayo. Tuko pamoja kanisa? Tunaposema Mungu wetu ndiye Mungu anayeweza, watu waone uwezo wa Mungu wetu. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tikisa kidogo jirani yako, mwambie unaelewa lakini. Amen. Ngoja nikimbie kidogo. Jina la Bwana libarikiwe. Wale walio na kitabu kile cha uchumi, kuna mambo fulani ambayo nataka tuyapitie kidogo, tuyaangalie. Ningeshauri kama naweza kipate pia, kitakusaidia wewe au watoto wako. Inakusaidia kubadilisha fikra za watoto wako. Amen. Kuna mambo ambayo nimezungumza kwenye kile kitabu, nimeongelea habari ya kukombolewa kiuchumi, ahadi za Mungu kwa mwanadamu, mababa wa imani walivyoishi maisha ya utakatifu na maisha ya uchumi, lakini pia nimeongelea juu ya mambo yanayochangia mtu kuwa maskini. Ni vizuri uyafahamu, wakati mwingine hatuwezi kujua kwa nini tunaishi maskini. Kuna mambo yanayochangia mtu kuwa maskini. Amen. Amen. Na leo tutaangalia kidogo mambo yanayochangia mtu kuwa maskini. Usipoyajua unaweza kujikuta unaendelea unafikiri uko vizuri, kumbe bado uko vizuri. Tuko pamoja kanisa? Lakini pia kuna ufunguo wa kutoka katika umaskini. Iko namna ya kutoka kwenye umaskini. Lakini kuna jambo lingine nasema mambo ya kufahamu kuhusu nguvu ya uchumi kibiblia. Unahitaji kufahamu nguvu, kwa nini Mungu anataka tuwe na nguvu ya uchumi? Sisi kama watu tuliokombolewa, kwa nini? Kuna sababu gani za lazima? Kwa nini hangaike Mungu tuwe vizuri kiuchumi? Kuna nini? Jina Bwana libarikiwe. Lakini jambo lingine nasema mambo muhimu katika uchumi, matumizi ya muda katika mafanikio ya uchumi. Matumizi ya muda. Na hili kwetu Afrika ni tatizo kweli sana. Sana. Waafrika wengi na Watanzania wengi kwenye swala la muda tumeshindwa vibaya. Na nielewa kitu naongea. Umaskini wetu pia unategemea na matumizi mabaya ya muda. Muda tunautumia vibaya mno, kiasi kwamba mpaka unaweza kuona hata ile ya kulalamika shida, mimi sifanikiwi, mimi sifanyi. Mimi siku hizi mnisamee sana, wasipendi sana kuombea haraka zaidi ya kufundisha. Kwa sababu unaweza kusema njoo tukemee laana ya umaskini. Mtu asipofunguka kwenye maeneo haya, laana ile utaikemea sana lakini hawezi kuchukua hatua. Matumizi ya muda. Alafu anasema faida ya muda katika mafanikio yako. Faida ya muda katika mafanikio yako. Lakini kuna kitu kinasema usitegemee kuinuka kiuchumi kwa kutegemea ajira. Sasa hii ni swali gumu sana kwa watu wengi. Mwingine ananiambia mchungaji, tena wakati tunaombea watu waajiriwe. Sijajua pengine hapa Makambako. Sijajua kama kuna mtu ameitwa tajiri kwa ajili ya ajira. Mwana tajiri ambaye ameajiriwa alafu amekuwa tajiri kwa ajili ya kuajiriwa. Wapo.
Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Hakuna utajiri kwenye kuajiriwa. Unapata kidogo cha kukusaidia leo, sio kesho. Tuko pamoja? Na uwezi kuachia urithi watoto wako kwa kutumia ajira. Vinginevyo ujiongeze. Ndio maana nimesema ni muhimu sana hata kuwanunulia watoto wako wasome, waelewe. Tunawalea watoto katika misingi ambayo baadaye wanakuwa mzigo. Na zaidi sasa hivi mheshimiwa alivyosema ajira sasa tujiajiri, imekuwa mtihani. Na watoto wamemaliza vidato vya 6 wanaangalia tu TV. Wamemaliza vyuo vikuu wako sebuleni tu, tunawaacha wanaangalia tu mipira tu. Hakuna kinachoendelea. Ukiwauliza nasema hakuna wakuniajiri. Alafu chini yake anasema usitegemee kuinuka kiuchumi kwa kutegemea misaada. Kama kuna kitu kinachelewesha mafanikio ya watu, misaada. Misaada mtakusaidia tu, mtakusaidia. Sasa swala la kusaidia unaweza kulifanyisha haraka. Sio unamsubiri mwenyewe amua atakapokusaidia. Anaweza kuja kukusaidia baada ya miaka 20 au miaka 30 bila. Sema sikufanikiwa, kwa nilikuwa nasubiri nikiuza miti pengine ndipo nikusaidie mama mchungaji. Baada ya miaka 30 ndio anakuja kukusaidia. Sasa sijui baada ya miaka 30 utarudisha umri wa watoto wasomeshe, sijajua. Lakini jambo lingine anasema karama ya ubunifu juu ya uchumi inatoka kwa Mungu. Ameni. Namna mbalimbali za utekelezaji wa maono na malengo uliyojiwekea. Unahitaji maamuzi magumu ili kuvuka kwenye eneo la umaskini kwenda kwenye utajiri. Ameni. Unahitaji maamuzi. Bila maamuzi magumu huwezi kuvuka. Tuko pamoja kanisa? Hata mambo ya kiroho unahitaji maamuzi magumu. Lazima ufike mahali ufanyike kama kituko fulani, ndipo baadaye unakuwa na utu wako wenye maana. Lakini ukitaka ustaarabu mapema kabla ya mafanikio unakwama. Kama Wanyakyusa wanaoninginiza funguo, unaweza kufikiria na hela nyingi kumbe smart boy. Jina la Bwana libarikiwe. Utafiti wa masoko. Kwenye swala la uchumi ni vitu vya kuzingatia utafiti wa soko. Kabla hujaanza miradi yako, fanya utafiti wa soko ya kitu unachokifanya. Lipo kwenye kitabu hiki. Lakini swala lingine anasema akiba ya mazao na fedha ilivyo na umuhimu wa kuinua uchumi wako. Akiba ya mazao na nini? Na fedha. Watu wanauziaga mazao shambani huko. Watu pesa zinaingia na kutumika. Unaweza kukuta na shindo hata akiba ya 100,000 mfukoni hana. Alafu ni mtu wa Mungu, atakiitwa ghafla anaanza kuhangaika kwenda kusumbua watu kukopa. Akiba ni muhimu, inatengeneza utu wako. Ameni. Inatengeneza utu wako. Si kila kitu waambie watu unahitaji kufanya. Maisha lazima uyajali, jitahidi kuyasolve mwenyewe. Ameni. Ameni. Inatengeneza utu wako. Watu wengine wanaweza kukuazima lakini huko wamechoka na wewe kukopa kila wakati. Uchumi wa watakatifu waliotutangulia. Nimejaribu kutafuta mistari ya Biblia. Lakini kuna kitu kingine yasema msingi wa ustawi wetu katika ulimwengu wa roho. Msingi wa ustawi wetu katika ulimwengu wa roho. Lakini kuna kichwa kikubwa kinasema uchumi na miradi ya maendeleo. Ameni. Uchumi na miradi ya nini? Ya maendeleo. Kwa namna hiyo unakuwa umepata vitu vyote hivyo. Lakini leo naomba tuangalie vitu kwa haraka kidogo, viandike hivi, alafu tutaingia kuchambua mambo hayo niliyokusomea kwa muhtasari, lakini tuangalie mambo haya. Hebu tuone hivi vitu jinsi vinavyoleta shida kwenye maisha yetu. Madhara ya umaskini, madhara ya umaskini. Andika tu madhara ya umaskini, afu baadaye tutaendelea na ule mtiririko wa mambo yale niliyokuambia kwa muhtasari kidogo. Lakini naomba uandike kama pointi 5 tu, madhara ya umaskini. Kwenye mabano nimeweka madhara ya umaskini au njaa. Madhara ya umaskini au njaa. Jana nizungumza habari za njaa kwa mzee wetu Ibrahim. Hebu tuangalie madhara yake. Njaa au maskini, unapoteza sifa yako njema katika jamii. Njaa au maskini, unapoteza sifa yako njema katika jamii. Wafalme wa pili mlango wa 4 mstari wa 1 mpaka wa 7. Tumoja naomba tusomee hapo. Njaa au maskini, unapoteza sifa yako njema katika jamii. Wafalme wa pili mlango wa 4 mstari wa 1 mpaka wa 7. Wafalme wa pili mlango wa 4 mstari wa 1 mpaka wa 7. Nenda kwa spidi dada. Wafalme wa pili mlango wa 4 mstari wa 1 mpaka wa 7. Ndio. Neno la Bwana linasomeka hivi: basi
Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha, akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana. Hebu sema alikuwa mcha Bwana. Hebu sema tena alikuwa mcha Bwana. Endelea rafiki yangu. Na aliyemwia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Kisha uingie ndani ukajifungie mlango, wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Basi akamwacha akajifungia mlango, yeye na wanao. Hao wakamletea vile vyombo, na yeye akamimina. Ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanawe, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo. Mafuta yakakoma. Ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, enenda ukayauze mafuta haya, uilipe deni yako, nayo yaliyosalia uyatumie wewe na watoto wako. Hata ikawa siku moja. Inatosha mama, asante. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Hakuna jambo ambalo unaweza kuliona kwamba hivi ndio maana Mungu alikuwa anamwambia Abrahamu, ili uwe sambamba na mimi twende vizuri, lazima niinue maisha yako. Amen. Lazima niinue nini? Maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa, jina la Bwana libarikiwe. Lazima niinue maisha yako. Nimesema mara nyingi tafsiri ya kuwa taifa kubwa ni kuwa na nguvu kubwa ya uchumi. Tuko pamoja kanisa? Mungu anapenda kuheshimiwa katika nyanja zote. Ameni. Ameni. Ukiangalia historia hata aliyomwambia Abraham, ukienda Mwanzo mlango ule wa 14 mstari wa 15, 15:14. Kitabu cha Mwanzo 15:14. Unaweza kukutana na maneno hayo. Kuna mtu amepata? Mwanzo 15:14. Kuna maneno haya ambayo unaona Mungu kwamba hapendi kuaibishwa katika hali duni ya maisha tunayokuwa nayo. 15:14. Kuna mtu amepata? Amina. Ndio. Maneno ya Mungu yanasema, hata na taifa lile watakao watumikia nitawahukumu, baadaye watatoka na mali mengi. Panatosha hapo hapo. Amen. Kanisa, naomba inua kichwa unitazame kidogo. Jina la Bwana libarikiwe. Unachoshangaa, Mungu anamwambia Abraham, wana wa Israeli. Haleluya! Ndio maana wanapata mtihani mkubwa. Kwa nini hali ya kanisa ni duni? Inanisumbua moyoni. Fikiria kwamba Mungu mpaka taifa hili linaenda utumwani. Wanaenda utumwani kabisa. Anazungumza habari ya miaka 400 mbele. Anasema watatumika huko utumwani Misri. Lakini wakiondoka, sitaki aibu. Haleluya! Sitaki aibu kwamba wakiondoka watu waseme, angalia ndio watu wa Mungu wala. Anasema no. Watakapoondoka huko Misri, miaka 400 ijayo watatoka na mali mengi. Swali langu kubwa, kama pesa ni shetani, pesa hazina mchango kwenye maisha ya kiroho, kwa nini Mungu anaambatanisha na wana wa Israeli wakitoka utumwani watoke na mali nyingi za nini? Wakati usiki. Na ndio misingi tuliyojiwekea kanisa. Ukizungumza habari za uchumi, unaonekana huko vizuri kiroho. Sikia neno la Bwana. Haleluya! Mungu anajua umuhimu wa kuwa vizuri kiuchumi. Anajua mchango wake katika utakatifu. Anasema hapana, watakaa miaka 400, lakini wakitoka watatoka na mali mengi. Jina Bwana libarikiwe. Angalia tena, anamkumbusha Musa. Kitabu cha Kutoka mlango wa 3. Angalia na mimi kitabu cha Kutoka mlango wa 3. Nakimbia kidogo tupate maana nzuri. Kutoka mlango wa 3. Nisikilize maneno haya. Kutoka mlango wa 3:19. Anasema, nami ninajua ya kuwa huyo Farao, huyo mfalme wa Misri hata wapa ruhusa mwende zenu, la hata kwa mkono wa nguvu. Nami nitaunyosha mkono wangu
na kuipiga Misri kwa ajabu zangu zote nitakazozifanya kati yake. Kisha baadaye atawapa ruhusa kwenda, nami nitawapa watu hao kufadhiliwa mbele ya Wamisri. Hata itakuwa hapo mtakapokwenda zenu, hamtakwenda kitupu, lakini kila mwanamke na ataomba kwa jirani, na huyo akae naye nyumbani vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi, nanyi mtawavika wana wenu na binti zenu, nanyi mtawateka nyara wa Misri. Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa, jina la Bwana libarikiwe. Mwangalie jirani yako usoni, mwambie ni mataifa wangapi wametekwa nyara na ubora wa maisha ulio nayo? Ni wangapi wanapigwa butwaa na ubora wa maisha ulio nayo? Haleluya! Haizidi haipungui. Inaweza kukuta watu ambao hawamchi Mungu mpaka tumefika mahali tumekuwa na visingizio vingi. Utafikiri baadhi zikikosa maua zinasingizia jua. Tumekuwa na visingizio vingi. Watu wakifanikiwa Freemason, wakifanikiwa mafisadi. Si kila mtu aliye vizuri kiuchumi ni fisadi. Wengine ni bidii zao tu. Haleluya! Wakati mwingine hata tunaangalia tunafikiri kila tajiri anakwenda jehanamu. Mimi nilikwambia, wengine tutaenda nao mbinguni. Wametesa hapa, wanaenda kutesa tu. Wengine tumechomoka hapa, tunaenda kule, tunashangaa, tunata ushuhuda. Haleluya. Amen. Ninaambia mchungaji, tunahubiri Injili. Sikia. Wito wa kwanza Mungu aliyotuitia sio kuhubiri Injili. Wito wa kwanza tutawale, tule vizuri. Tawala nguvu la mwanadamu. Kulifuata, kwa nini nakosea Biblia? Mchungaji wa Mungu alimuumba mwanadamu akasema akavitawale samaki wa nini? Wa bahari. Na ndege wa nini? Wanga. Swala la kuhubiri Injili lilikuja kufuata baadaye baada ya anguko. Hatukuja duniani tuje tuhubiri, tulikuja tule. Tuvae vizuri. Tupendeze. Tuvitawale. Haleluya! Ukiona zambi nguo nzuri kanifungashie mimi niletee nivaage. Kama unakuwa na hela zangu, wewe niletee mwenzio. Hivi mpaka hapa nawaza Jumapili nifanye haraka niwahi mabasi. Unafikiri ningekuwa tajiri ningekuwa na hangaika? Nampigia mzee tulete gari, jaza mafuta, nichukue twende. Kwa raha zangu. Nimechoka kuhubiri sasa na jasho chapa kwenye mabasi. Unafikiri kuna raha? Unaenda na hema kama chura kwenye kosi. Umeloa jasho chapa. Toka najiuliza huyu alikuwa anapigana na majambazi nini? Umetoka kuhubiri, mama mjera hapa, nakimbia. Jumatatu nina huduma. Unabeba na nguo tiki umeloa jasho. Unakemea mapepo watu wanafikiri kuna gombana na jambazi. Kumbuka una gari yako ya private bila pressure. Mbea hapo jirani tunakanyaga mafuta tena ninayo na leseni. Mwe niombe gari. Haleluya! Tusalimiane namna hii kama tumepamoja. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Sasa usicheke kwamba umetanguliaje kupata leseni kabla ya gari. Nina imani kwamba gari nitapata. Tusalimiane namna hii, tusalimiane namna hii. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Unaona katika Kutoka anasema Musa, nakumbuka nilimwambia Abraham hawatatoka kitupu. Amen. Msitoke nini? Kitupu. Haleluya. Alafu ajabu ya Mungu ni wewe. Ndio maana nimekwambia remote yake ya ajabu. Wale waliowatesa nawaambia haya, mguu pande mguu sawa, wapeni hela watoto wao. Umeona raha yake? Wapeni hela. Tena msiwape vyombo vya plastiki, vya udongo. Anasema wapeni vyombo vya fedha na vya nini? Na vya dhahabu. Si ndio? Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa, jina la Bwana libarikiwe. Mwangalie mwenzio, mkazie macho, mwambie maisha ulionayo sio kiwango chako. Tunatia huruma mpaka mtoto akichukua kikombe cha plastiki utavunja, utadondosha. Nawaambia katakeni vyombo vya fedha na vya nini? Na vya dhahabu. Si ndio jamani? Tuongee ukweli. Kanisani za udongo tunawapanga watoto waliage chakula. Tunavyotoa macho akichukua mtoto. Adija. Karudisha mwe vya wageni hivyo wasipokuja. Wasipokuja wageni. Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa, jina la Bwana libarikiwe. Mahotipoti tunayafuta, unafuta vumbi unarudisha pale pale.
Wewe mwenyewe unalia kwenye hotpot limekaa upande. Mfuniko hata haushiki. Mpaka baba anakuambia wewe, mbona umeniachia kiporo cha ugali? Wewe mfuniko huo ukamati. Nzuri umeliweka kabatini. Unalifuta futa tu wewe. Maskini nao tu. Umaskini una adhabu zake za kisirisiri. Uweze hata kujitambua kama unaadhibiwa. Baridi na kukumuta umeweka blanketi la wageni. Pako unapata vichomi. Sasa kwa blanketi kamoja kawageni tena ukatoka. Katachafuka na kufua venyeta. Lakini angekuwa mengi, ungekuwa na shida. Ni waka mwenge. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Hatutaitiwa hali mbaya. Unaweza kuniambia kama unaongeaje? Hakuna kitu ambacho kimebaki kwa kanisa. Wachungaji kimebaki kimoja tu. Mambo mengine ni ya kiroho, sina maswali na Wakristo. Wanajitahidi angalau. Lakini kwenye eneo la uchumi hatujafikia level yetu. Najua naongea na wafanya biashara wazuri tu wa Makambako. Lakini sio wote tuko vizuri. Hatujafika kwenye level tunayotakiwa kuwa. Sisi ndio vichwa. Amen. Kama ni katika hali ya kawaida tungesema sisi ndio tunatakiwa tumiliki miradi mikubwa. Wengine wafuataje tu miradi tudogo tudogo. Sisi wa Kristo tunatakiwa tuwe na miradi gani? Mikubwa. Maana Mungu wetu ndiye Mungu anayeweza. Si ndio jamani? Si ndio jamani? Sasa kama Mungu ndiye anayetoa utajiri, inakuwaje tena sisi ndio tunashika masalia? Ngoja niseme neno ambalo utalipenda. Utalipenda. Ukitaka ujue kwamba tumekosea step, tutoke sasa hivi tukimaliza hapa tuende kwenye bar. Ukaangalie wanavyovaa wanaoenda kwenye bar. Ndugu zangu, nimesema neno hili uweze kulipenda, si ndio? Ukaangalia alafu kaangalie imetunga. Ilivyojaa pale. Jamani nakosea? Hapo kama kusikuna bar. Unaona anavyokwenda kwenye bar, wanaenda na basiketi. Tuseme kwa kweli jamani, turonga ni kweli. Wanaenda na basiketi. Unawakuta wa basiketi wako hata 15 wenye baba. Wamepewa nini? Alafu kaangalie vaa yao, hata wanawake. Utawakuta wamejifunika vitenge gubigubi. Wanatoka chicha. Kwa nini nakosea? Labda hapa Makambako, lakini mimi nimeona kule Mbeya. Paka kuna baa moja ilibidi waifunge maana iko karibu mno na lami. Kwa wanakosa parking magari mpaka nasogea karibu na lami. Kaangalie kwenye fellowship zetu. Wangapi wa magari? Tuseme ukweli, wenye magari si tunawahesabu. Tunakosa parking sisi ya magari. Labda ya basikeli. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Nisalimie namna hii, nisalimie namna hii. Maana yangu ni hii kwamba tusijifariji. Tusione kale kamzunguko kadogo kahera tuliko nako tumejitahidi bado. Kwa namna ya kibiblia hatuko sahihi. Hata kama tuna biashara fulani lakini hatujafikia level yetu. Hiyo tulipo sio level yetu. Sisi ndio wababa. Sisi ndio warithi. Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa, jina la Bwana libarikiwe. Unanielewa kitu naongea? Nisalimie namna hii kama unanielewa. Unashangaa huyu mtu anasema ni mcha Mungu, alafu mcha Mungu amekufa, ameacha watoto na madeni. Unaona hiyo Kiswahili? Ni sawa na mimi kwamba nimehubiri kiomba, si ndio? Alafu naondoka duniani na kufa, mume wangu anaanza kulalamika. Mhubiri kiomba, mke wangu alikuwa mhubiri, ameniachia madeni, watu wamekuja kudai, wanataka. Zamani ilikuwa wanauza watu, walikuwa wanauza watu wanakuwa watumwa. Kwa jinsi ya Biblia ilikuwa ni ruhusa tu, mtu ananunua watumwa. Ni kama vile sasa hivi tunavyoweza kuomba, ukaomba pengine mtoto mahali fulani aje kusaidie dukani kuuza, si ndio? Akusaidie kutunza mifugo, si ndio? Lakini zamani walikuwa wanauza kwa watumwa. Anauzwa na kwa mtumwa wa tajiri fulani. Sasa mtu aliyekuwa anakuja kudai. Alafu kinachoniuma kwenye Biblia anasema, unajua mume wangu alikuwa mcha Mungu. Mcha Mungu. Anakufa na acha madeni. Na hiyo usishangae kwenye Biblia. Kanamorabo. Sasa hivi limekuwa wimbi kama la kawaida.
Watu wa Mungu wengi wanaishi kwa madeni. Madeni yasiyolipika. Madeni sugu. Usifikirie ni watu laia tu, hata wahubiri kama mimi. Nimeenda mahali fulani kuhubiri, mama mmoja ikawa ndio kama salamu. Afu nishangaa sana, hata kijana niliongozana naye. Sijui watu wengine wamekaeje, mimi sielewi kiroho chao kinafananaje. Tulikuwa na kijana mmoja, wakati anatusimulia yule mama, tulikuwa wote. Afu bila aibu tumerudi, tumekaa wiki 2. Wiki ya 3 anapiga simu anaomba mkopo kwa wale watu. Maana mimi yule mama alivyosimulia, nikajua hii sijui ananitahadharisha kwamba nyie wahubiri mna njaa zenu hizo. Yaani nishangaa yaani siku ya kwanza tu ananisimulia, anasema bwana, yaani mtumishi mimi nilivyokuwa nahubiri pale nikabarikiwa sana, nimefurahi sana nimekuja ushirikani kwetu, hata ulivyosema nikasema mimi atakuwa nakaa nyumbani kwangu. Mama asante. Sasa tumeendelea tunapumzika. Sasa yaani mimi nabarikiwa kweli kuona mnamtumikia Mungu, ila kuna jambo moja mtumishi na shaka. Siku ya kwanza sijalala hata usingizi. Sasa kuna mhubiri mmoja anahubiri vizuri kweli, lakini watu wakifika kumwangalia namna hii, wakisikia sauti na watu wanavyoombewa, wanavyofunguliwa, watu wanakimbia na tamani wakasikiliza. Sasa kuna mama mmoja tumesongea namna, akamwangalia, ndio huyu. Akachukua vitabu vyake akaondoka. Nini? Anamdai milioni 3. Lakini akihubiri chache zinatoka. Ukiona na ubiri hivi watu wanadondoka chini, sio mchezo. Unaona kabisa watu mapepo yanalipuka. Ana deni la mama wa watu zaidi ya miaka 2 hajamlipa milioni 3. Yesu anaweza. Dhambi ina uwezo wa kuondoa umaskini. Nguvu inayotumika kuondoa dhambi ina uwezo wa kuondoa ugumba na utasa. Nguvu inayotumika kuondoa dhambi ina uwezo wa kuondoa umaskini na ufukara katika maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa, jina la Bwana libarikiwe. Kanisa, jina la Bwana libarikiwe. Nisaidie namna hii kama tuko pamoja. Saidia namna hii. Pointi yangu hiyo nimesema unapoteza sifa yako njema katika jamii. Yaani ukisha kuwa maskini, kama ni mtu wa Mungu, ni Mkristo, sifa yako njema kwenye jamii inapotea. Lakini pointi ya pili, umaskini unakufanya kuwa mtumwa wa waliofanikiwa. Umaskini unakufanya kuwa mtumwa wa waliofanikiwa. Umaskini unakufanya kuwa mtumwa wa waliofanikiwa. Kitabu cha Nabii Isaya 51:23. Nabii Isaya 51:23. Mithali 22:7. Mithali 22:7. Wale ambao wamepata kitabu usilazimike kuandika, utayakuta kwenye kitabu chako. Nabii Isaya 51:23, Mithali 22:7. Hebu tusome mstari hiyo miwili. Kitabu cha Nabii Isaya 51 mstari wa 23. Maneno ya Bwana yanasomeka hivi: nami nitakitia mikononi mwao wakutesao, waliokuambia nafsi yako inama tupate kupita, nawe uliufanya mgongo wako kuwa kama nchi na kama njia kwa hao wapitao juu yake. Amina. Amen. Kitabu cha Mithali 22:7. Mithali 22:7. Kitabu cha Mithali 22 mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, tajiri umtawala maskini, naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Amina. Rudia tena mama, soma na maiki, sauti yako ya kinesi kidogo. Ongezea maiki ili iwe ya mwinjilisti. Tajiri umtawala maskini, naye akopeshaye ni mtumwa wake akopeshaye. Amina. Naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua kwa nini Mungu alimwambia pishwa mabarozi wetu jana, si ndio? Kwa mwingine anakwenda sijui huko, mwingine anakwenda kule. Mataifa makubwa kwa kawaida ndio yanayokopesha mataifa madogo. Alafu mataifa madogo kwa namna ya maneno haya tuliyosoma anakuwa watumwa wa yale mataifa makubwa. Manake kuna mengine hata kama hamtaki kuyafuata, mnayafuata masharti yao ili mkope. Sisi tuko pamoja jamani? Mnafuata masharti yao ili mfanye nini? Kope. Ili wawasamehe madeni yao. Hakuna kitu kibaya. Ukikutana na mtu ambaye amekukopesha hela alafu hujamlipa, unaona tunavyokuchanganyikiwa. Unavuka barabara kwenda huko, unaweza kugongwa na gari, unataka urudi tena maana macho amegongana naye ti ulishamkopea. Ulishakopa kwake. Unaona kama atakudai, umeshaishiwa na Kiswahili cha kusema.
Unasahau kama ulimwambia kwamba unauguriwa. Unasema unajua nilikuwa na tatizo, mtoto alifukuzwa ada. Si ndio? Kumbe ulisema ninauguriwa, umebadilisha Kiswahili nifukuza ada. Hata maneno ya kuongea yanakuwa hayapo. Ukikaa kwenye umaskini unakuwa mtumwa waliofanikiwa. Hilo ni lazima ulione. Haleluya. Nisikiliza vizuri, cha kusaidia kupata hasira kama mimi. Amen. Mimi nina hasira kweli, nina hasira vizuri kweli. Yaani nina hasira kiasi kwamba hata nikiwaga na matatizo ya kifedha, mahitaji, wasipendagi sana kwenda kulia sana hali kwa watu. Kwa sababu wanajua kuna utumwa fulani ndani yake. Unakuwa mtumwa waliofanikiwa. Unaweza kuamkia shikamoo hata ambao ni wadogo kwako. Unafikiri nakosea? Wewe hujafika maofisini kwa watu. Unakuta mtu mzima kabisa anamwambia ndio boss, shikamoo boss, ndio boss. Ukiangalia ni mdogo wake wa 3, shikamoo nyingi kweli kweli. Nini? Umaskini. Anapalilia kibarua. Mama mtu mzima unakuta boss sasa ile mtoto wake ni secretary. Atakavyonyenyekea pale hata kuliko anavyonyenyekea kwa Mungu. Ndio boss. Shikamoo. Huyu ni mtoto wako, ni binti yako tu. Shikamoo boss. Shikamoo boss. Unabaki na shikamoo nyingi. Lini wakupe shikamoo ambayo ni haki yako? Umaskini unakufanya kuwa mnyonge. Unashusha hadhi yako. Inawezekana takawepo mdogo kwenye familia. Wewe ndio mkubwa, yeye ni mdogo. Kama na hela kuliko wewe, heshima yako kwake, wewe utazalaulika. Nafikiri nakosea Kiswahili? Sijakosea. Mnaweza hata mkakusanyika, tunataka tukazungumze, nyumba ya baba inavuja. Kama mdogo ana hela, mtamsubiri hata wiki nzima. Bana sema situfanye mkutano, tutamwambia asema yeye atakasirika kweli. Kumbe mzee anatunza heshima tu. Hivi nyie mkisema mtafanya kitu? Anamsubiria baya akiongea na uwezo wa kufanya kitu. Unanielewa kitu naongea? Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Nisalimie namna hii, nisalimie namna hii, salimie namna hii. Sasa hivi tusipokuwa makini hata makanisani kuna shida kubwa sana. Waliofanikiwa na wasiofanikiwa. Iko shida. Ndio maana mhubiri anasema hekima ya maskini haisikilizwi. Haisikilizwi. Watu wa kutoa maamuzi ya waangaliwi kiwango cha kiroho walicho nacho. Kiwango cha maisha walio nayo. Unanielewa kitu naongea? Na ili wala usijuka shakuria kwamba unajua wachungaji wanawapa madaraka wengine hawako vizuri. No. Si swala wachungaji, ni swala la hela. Ndio nguvu ya hela ilivyo. Tena Biblia imeweka wazi. Unataka nikusomee kidogo? Fungua na mimi kitabu cha Mithali 22. Ili ujiridhishe usije ukawashambulia wachungaji bure. Yaani nguvu ya hela ndivyo ulivyo. Wewe ukikosa hela utaongozwa tu. Utaongozwa hata kama una kipawa cha kuongoza, tutakuacha benchi tu. Kabisa. Hela ina nguvu yake. Unanielewa kitu naongea? Yaani hiki kitu sio cha kufikirika, ni automatically. Pesa inampandisha mtu hadhi yake. Pesa inampelekea mazingira ambayo anayopaswa kuwa, inampeleka yenyewe. Hata kama sio yeye atatafutwa. Yaani hela inafanya mumtafute. Unanielewa kitu naongea? Unanielewa kitu naongea? Nitakwambia kwa nini nasema yote haya ili Mungu afanye kitu kwetu kama kanisa. Tuko pamoja kanisa? 22:29. Mithali 22:29. Msomaji mmoja asome. 22:29. Soma tu kama vile ilivyoandikwa. Soma na maiki. Nasoma Mithali 22 mstari wa 29. Neno la Mungu linasema, "Je, wamwona mtu mwenye bidii katika kazi yake? Huyo asimama mbele ya wafalme. Hatasimama mbele ya watu wasio na cheo." Rudia tena. Narudia. "Je, wamwona mtu mwenye bidii katika kazi yake? Huyo atasimama mbele ya wafalme. Hatasimama mbele ya watu wasio na cheo." Umesikia hicho Kiswahili? Wamuona mtu mwenye bidii katika kazi zake. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa lugha nyepesi, unamuona mtu mwenye nacho. Ile 21:7 anasema tajiri humtawala maskini, naye akupae ni mtumwa wake akopeshaye. Tajiri anamtawala nani? Maskini. Kwani uongo jamani? Matajiri hawatawali maskini. Anaweza kaja kukuondoa hata kwenye kazi yako, anakuambia nenda kabebe mizigo pale stendi. Oh ndio boss. Unaacha shughuli zako unaenda kubeba nini? Mizigo. Haleluya.
Haleluya. Kwani uongo jamani? Shike 5,000 unakuta amekupatia, ulikuwa nazo. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama wamuone mtu mwenye bidii katika kazi yake, huyo hata kana watu wasio na cheo. Yaani akina tafadhali nipigie niongeze salio, hakai nao. Wale wachukua Chinese wale. Unabeba Chinese na ugali alafu unashindwa hata kula. Umepika mwenyewe unailalamikia mwenyewe. Wewe na hiyo Chinese hii utafikiri kakupikia mwenzio. Wana Chinese ulaje umefurahi. Wakati mwingine tunakula Chinese sio tumependa. Budget imegoma. Unachukua leo Chinese, kesho kutwa Chinese. Mtondogo Chinese. Hakuna kazania watoto kula ni ugali ni amjala bado ni akina Joy. Kuleni. Wewe kwa nini wakati umesonga mwenyewe? Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa, jina la Bwana libarikiwe. Kanisa, jina la Bwana libarikiwe. Tusalimiane namna hii, salimiane namna hii, salimiane namna hii. Maskini ni laana ndugu zangu. Naweza kukuta mtoto anaongea uongo anasema wewe mama nani? Nimeona nichume mchicha kidogo. Mwanzo yale kulaga mchuzi bila mchicha, bila mboga za pembeni nisikiagia. Hana tamnyama, hana nini. Sasa naona gia ya kuingilia leo ataingilia gia gani? Na nakwambia nataka kamboga kidogo ili akachanganye na mchuzi. Mchuzi wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa, jina la Bwana libarikiwe. Tusalimiane namna hii, salimiane namna hii, salimiane namna hii. Sio mchezo, maskini una shida. Kule Mbeya sisi tunajua mpaka watu wanatafuta miguu ya kuku na vichwa. Wale wanaochinja wale wanapika hotelini wakuta mtu na lambo yake. Amevaa vizuri anapendeza na vitenge, amebeba kwenye lambo. Unafikiri kabeba samaki, vichwa na miguu yako. Paka ndao kuna vitu vya namna hii. Watu wanaishi kwa vichwa na miguu. Unafikiri nakosea? Mimi nimepita maeneo mengi najua. Anakanga, anachukua tu nyanya toke na nini na kanga, unafikiri kuna nyama, vichwa vya kuku na miguu. Ametoka kwa tajiri. Tajiri mtawala maskini. Naye akopaye ni mtumwa wake, akopesha. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema muone mtu mwenye bidii katika kazi yake. Na hakuna kitu namhitaji Mungu anipe neema bidii. Haleluya! Kwa lugha nyepesi, mtu mbunifu, mtu mwenye kujituma, mtu anayetumia muda wake vizuri, anatumia afya yake kwa faida. Huyu mtu hataka utatafutwa tu. Sio kwamba wewe utasema nitafuteni. No. Akija hapa makamu wa rais wanakutafuta uliko. Umewahi ona anasema anakuja makamu wa rais anasema nitafutieni waombaji nikutane nao. Jamani tuongake ukweli. Wanatutafuta sisi. Mfuasi Kigoma ndio wanasema kawaambieni makanisani waombe. Na leo nilikuwa nawaambia uko Mbeya nikasema ndio hilo niliyosoma nabii Isaya ndugu yangu amesoma pale. Waliokuambia inamisha mgongo tupate kupita. Unajua sisi tumeinamisha migongo watu wanapita kwenye migongo yetu. Tunaomba tunafunga na kufunga. Mvua ifanye nini? Yes. Muulize huyo muombaji ana heka ngapi. Jamani mimi ni muwazi, unaweza kukuazika lakini nakusaidia. Unaomba na vidonda tumboni, unaomba unadhoofu na kudhoofu. Mvua inanyesha, nasema haleluya, Mungu amejibu. Wenzio wana mashamba, inanyeshia mashamba yao, wanavuna, wanatajirika, mwakani tena unasema ombaji ombeni. Mvua inyeshe, unaomba. Una heka ngapi? Unazo heka ngapi? Kama mgongo wako sio barabara ya watu kupita wafanikiwe. Nafikiri nimekosea Kiswahili. Sijakosea. Tunaenda nilikuwa namwambia mzee wangu Mwasomora ndio anasimamia idara na ni huduma ya maana pale Mbeya. Nikasema mzee wangu unatuita tunakuja huku tunakomboa ardhi. Tukomboe ardhi. Si mnajua maombi ya kuikomboa ardhi jamani? Mnayaona si ndio? Meya shiriki si ndio? Wakati mwingine tunatoa na sadaka si ndio? Kukomboa nini? Ardhi. Alafu unajiuliza, hao wanaoomba na kukomboa ardhi wanamiliki ardhi? Maana unaweza kutunaomba mnakomboa wanaokwenda kumiliki ndio wale wenye midudu. Wanaiweka tena midudu, tunaenda tena kukomboa. Mgongo wako njia ya kupita watu wafanikiwe. Njia ya kupita wafanye nini?
nchi yetu iwe ya viwanda, iwe ya nini. Kawaulize makanisani, nani anafikiri kuwa na kiwanda? Nani anawaza kwamba awe na kiwanda hata kidogo? Mchungaji, tena niko nawaza kwamba hapa Jogoo hapa mimi nikija nitakuja kuuliza safari nyingine. Hawa sharika hao waanze kulima sana alizeti. Sio watoto wetu wanakuwa watumwa mabepari huko. Kwenye kitabu changu nimeandika wanatuita nchi maskini, wanaongozana kuja kuwekeza. Na sisi tunakomboa ardhi, hatuna hata eka 5 hata 6. Wanaochukua ardhi wengine. Sisi ndio wa kukomboa ardhi. Tunaharibu rana iliyoko kwenye ardhi. Tunaharibu rana inayosababisha mvua isinyeshe. Tunaharibu maroho yanayosababisha umaskini Tanzania. Sawa, lakini tunaingia kuziishi hizo baraka. Mungu anaondoa rana. Je, tunashiriki hizo baraka? Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa, jina la Bwana libarikiwe. Mimi nitamani hapa Jogoo hata tuwe na mashine, hata viwanda vidogo vidogo vya kukamua, hata alizeti tu. Kama kundi la vijana tu tukawa na mashine za kukamua alizeti hata 5 6. Washarika wa kutoka vijijini huko wanaleta hapa Jogoo mradi wa usharika wa vijana, usharika wa Jogoo. Wanaleta na kuja kukamua alizeti hapa. Tunauza na mashudu. Sasa hivi tunahangaika kwani mashudu, wafugaji wengi wanataka mashudu. Lakini kaangalia kanisani wasema tuna haraka kwenda mbinguni. Na mimi nauliza swali, mnaondoka lini? Si mna haraka kwenda mbinguni jamani, mnaondoka lini? Jina la Bwana libarikiwe. Mbinguni tunaenda, na mimi naenda. Usifikiri naongea haya. Yesu ameniokoa vizuri tu. Lakini lazima tuwe na akili. Haleluya. Tukiishi hapa tuishi kwa Bwana. Tukiondoka tuenda kwa Bwana. Sio tuishi kwa dhiki, kwa shida tunasema tunaondoka. Kama tutakaa miaka kama Yesu kwamba nisaidie miaka 180 angalau. Maana bado sijaishi. Kama mpaka leo bado napanda mabasi ndio nimeishi. Hata kaborofa tu kamoja sijajenga. Amen. Hata tuweka 100 tu miti sina. Sasa bado nimeishi jamani. Ndio unafika mbinguni. Petro anasema njoo tubadilishane mawazo. Anasema hii, yaani wewe Petro, wewe duniani kule, mimi mwenzio watoto nilivyowaacha sijui kama tizo watakuwa naishije. Hata shule nishinda kuwasomesha. Ndio unaenda kusimulia kwa kina Petro. Unasimulia matatizo. Wenzako wanasimulia uzuri wa Yesu, wewe unasimulia mwe vidonda vya tumbo vilinitesaga mimi. Ulivipata wapi kama sio msongo wa mawazo ya maisha? Haleluya. Mama mmoja nimepita leo, nilikuwa naenda nanunua vocha. Sasa nimepita mama mmoja, sijui kama yuko humu hawayo. Nimepita mama mmoja pale dukani. Sasa akaniambia kuna vidonge fulani vya kuondoa gesi tumboni vinaitwa magnesium, si ndio? Lazima hivi vidonge nivisikia kama zamani sana. Mbea sijavisikia, labda kwa sababu siendaki sana kwenye maduka. Sijajua vile vidonge kama vipo bado. Kwa hiyo nimemwona yeye ndio hivi vidonge nivisikia mwaka 86 nikiwa chuo. Kaniangalia, ulikuwa chuo mwaka 86? Nikamwambia yeye nilikuwa chuo mwaka 86, chuo cha Biblia. 86 ni wakati niko darasa la pili. Lakini alipoangalia tunaelekea na kidogo. Akasema watu mnaoishi kwa raha zenu. Kaniambia hivi. Nikamwambia kwa nini naishije kwa raha? Sasa ni muonekano tu wako. Unaonekana ni mtu mwenye raha. Ni mtu mwenye amani. Yaani mtu ambaye huna homa, huna msongo wa mawazo wa maisha. Uko vizuri. Nikamwambia wewe, kwani ulio vizuri? Sema yani tunaona tu. Wewe mwenzetu uko vizuri. Ndio maana uko hivyo. Uko vizuri. Sasa ni kweli nina raha. Kaambia lakini raha sio kutokuumwa tu. Yesu ni mwokozi wangu. Amen. Yesu ni mwokozi wangu, ndio raha nilionayo. Haleluya. Ngeukie jirani yako mwambie hatuondoki leo. Mwambie tena hatuondoki leo. Mwambie miliki mashamba tu, hatuondoki leo. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Sasa mchungaji unatuletea injili nyingine. Soma kwenye Biblia. Baraka za mashamba ni Mungu anatoa. Kumiliki mashamba ni kibiblia. Soma na mimi kitabu cha Mwanzo 13. Kanisa katana tuanze kuhangaika na mashamba wakati sisi tunasafiri kwenda mbinguni. Mbinguni tutaenda, lakini lazima hata duniani tuishi kwa kwetu eleweke. Tusiishi sola tu alafu nafikiria mbinguni.
Tusije tukawa shamba tukakosea na step mbinguni ya kutembea. Mwanzo 13 mstari wa kwanza mpaka wa 3 alafu mpaka wa 6 alafu nakusomea mstari wa 14. Ngoja niende haraka kidogo. Anasema Abraham akapanda kutoka Misri, yeye na mkewe na kila alichokuwa nacho, na Rutu pamoja naye mpaka kusini. Naye Abrahamu, nisikilize vizuri. Naye Abrahamu alikuwa tajiri sana kwa mifugo. Hebu sema tajiri sana. Tajiri sana. Hebu sema tajiri sana. Muulize jirani yako, wewe ni tajiri kidogo, ni tajiri sana, au huna hata sifa ya utajiri? Muulize tu, mkomalia hata kama amenuna, mwambie hivi, wewe ni tajiri sana, tajiri kidogo, au hata utajiri huna? Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Mimi nashindwa kuelewa, afu nashindwa kushangaa. Ndio maana nikuchambulia, nimekuja. Asante Mungu amenipa neema nikuchambulie, nikuandikie kwenye kitabu. Kwamba walikuwa nazo hela, walikuwa matajiri. Tajiri manaka nazo za kutumia na ziada. Si ndio jamani? Jina la Bwana libarikiwe. Lakini ukiangalia kwenye makanisa yetu, nizungumze tu makanisa yetu, kuwakuta wenye sifa za utajiri, sisemi hawapo, wapo. Lakini si kwa kiwango kile tulichotakiwa kuwa. Wachache sana. Alafu na hao wachache, Mheshimiwa mkuu wa jimbo, mimi natamani washarika tuongee nao. Hao wachache hao, kuna hatari miaka ijayo wakakimbia. Watakimbia tusipokaa vizuri. Kwa sababu leo tunawabebesha majukumu ya kanisa. Hao wachache tuliona, ndio tunawabebesha majukumu ya nini? Sasa mwisho watachoka. Wanachoka watu. Jamani, hawatafuti hela kwa ajili ya kanisa tu. Wana malengo yao. Unanielewa? Kule Mbeya kuna lugha watu wanaitumia sijaipenda, nasema Mungu amewekeza kwenu, tutawabebaga tu. Kwa nini siwekeze kwako? Kwani nimewawekea alama? Nitakusomea kwenye mambo yanayochangia mchukua wa maskini. Kuna kitu tunaita akili mgando. Akili? Nitakusomea bado. Kwa nini? Alafu ninachoshangaa, wachungaji unakuta watu hatustuki, hatuongezeki. Yaani kuongeza matajiri kwamba tuongezeke, hatuongezeki. Na kibaya zaidi tuna mtazamo ambao ni tofauti kabisa na Biblia. Tunatazama matajiri kama watu wa kwenda jana. Tunatazama matajiri kama watu ambao hawana kiroho. Kama watu wenye kujichanganya sana. Adui ametutenda kiakili. Unanielewa kitu naongea? Ametutenda nini? Kiakili. Ametutenda kiakili. Alizotutenda kwa akili amepiga mbiu. Ukiwa na mali utaweza kukaa vizuri kiroho. Uwe na hela kidogo ili uwe vizuri kiroho. Si kweli? Nyinyi ni mashahidi, tumesoma wote hapa. Anasema Abraham alikuwa tajiri sana. Sasa tuseme pamoja, utajiri ulimpoteza Abraham? Alimwacha Mungu kwa ajili ya utajiri? Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa, jina la Bwana libarikiwe. Haitoshi unaweza kusema, unasema tu habari za Abraham. Hebu muangalie huyu, uone. Hilo neno tu la tajiri sana. Tumwangalie huyu pamoja tu, twende pamoja na mimi. Ayubu mlango wa kwanza. Muangalie huyu mtu. Ayubu mlango wa kwanza. Mstari wa kwanza mpaka wa 3 nasema palikuwa na mtu katika nchi ya Usi. Jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu, mwelekevu. Ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Kisha walizaliwa kwake wana 7 na binti 3. Mali yake yote yalikuwa kondoo 7,000 na ngamia 3,000 na jozi za ng'ombe 500 na punda wake 500 na watu wa nyumbani mwake wengi sana. Hivi mtu huyu alikuwa ni mkuu sana kuliko watu wake wote wa upande wa mashariki. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, hapa ndani kuna mtu ana kondoo 7,000. Sio ndio alikuwa mradi wake? Kondoo 7,000, ngamia 3,000, si ndio? Jozi za ng'ombe 500. Nyie huku ni wataalamu wa kulima kwa ng'ombe. Majembe 500 ya ng'ombe Maksai wanalima kiasi gani kwa siku? Yaani seti 500 za ng'ombe zinalima heka ngapi kwa siku? Nilivyofanya utafiti kule Mbarali wanasema analima heka 250 kwa siku. Heka 250 kwa siku. Kwa wiki alikuwa analima heka ngapi? Kwa mwezi analima heka ngapi? Kwa lugha ya Kitanzania tungemwita bepari. Maana alikuwa anamiliki maheka, sio mchezo.
mwelekevu, aliyemcha Mungu na kuepukana na nini? Ambaye alipopata majaribu akasema Bwana alitoa. Jina la Bwana ifanye nini? Biblia inasema hakumkosa Mungu kwa kinywa chake. Katika viwango vya watakatifu kwa namna ya Biblia, Ayubu alifuzu mtihani. Alifaulu. Wala pesa sikumtenga na Mungu. Sikia neno la Bwana. Utajiri sio sababu ya kumwacha Mungu. Kumwacha Mungu kunajitegemea. Utajiri ni mali zetu. Shetani ni mlaghai, ni mwenye hila. Fungua macho nawe utashiba chakula. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Hatujaitiwa umaskini, ni hila ya adui. Ila tuumiza, tukandamize. Anakwambia ukiwa na mali nyingi utasahau Mungu, utashughulika nazo. Kwa nini usahau? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mafundisho kama hayo watu wanakazana kweli kuyafundisha. Wanafundisha kweli. Eti watu wakiwa na mali watasahau. Watashughulika mali. Wananyofoa mistari ya mteremko. Huwezi kumtumikia Mungu na mali. Basi watu wanakazana na umaskini. Sasa hiyo ndio kumtumikia Mungu, tunganisha na umaskini na kujumulisha kiroho, ndio vinaenda. Ni waka mwema. Amen. Mapembero. Amen. Chako nyumba. Mwita keki. Tusalimiane namna. Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa, jina la Bwana libarikiwe. Kanisa, jina la Bwana libarikiwe. Alikuwa tajiri sana wa nini? Wa mifugo. Anazungumza habari za Abraham. Alikuwa tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha, kwa dhahabu. Alafu mstari wa 6, sikia anachosema. Anasema na nchi ile haikuwatosha ili wakae pamoja, maana mali zao zilikuwa nyingi hata wasiweze kukaa pamoja. Mali zao zilikuwa nini? Muulize jirani yako, wewe mahali panapo unapokaa panakutosha na mali zako? Muulize tu, wewe nuna tu kama yeye amenuna na wewe nuna kwa nini? Hivi wewe na mali zako unapokaa panakutosha? Amen. Muulize tu, hivi na miradi yote hiyo nayo panakutosha pale ulipo? Bwana Yesu asifiwe. Muulize swali la pili, unakodisha gari kubwa kiasi gani unapohama? Au kabajaji na bodaboda, kirikuu? Maana mali zenyewe sasa, mimi sina vitu vingi. Niletee kirikuu tu. Kirikuu nimesema kubwa, wengine mkokoteni. Anahama nini? Mkokoteni. Yeye mwenyewe kwenye bodaboda anakaa na watoto kisambusa. Jamani, mtanikuta mtaa wa Soweto. Apendwa, mtaa wa Soweto ndio nimehamia. Bwana Yesu asifiwe. Mababa wa imani, nchi haikuwa tosha. Haleluya! Sasa ukiangalia hapo, unaona ni kidogo. Hebu tuende Mwanzo mlango wa 36. Angalia maneno yale. Yaani jamani, kuna watu hata wameenda mbinguni basi tu, angewacha duniani bado wangeona sahihi. Kuna majitu yameishi wapendwa, si wengine tunapita tu. Kwamba tumeishi, tunapita tu duniani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Esau akatoa wakeze na wanawe na binti zake, watu wote wa nyumbani mwake, mlango ule wa 36 na wa nyumbani mwake, na ng'ombe zake na wanyama wake wote na mali yake yote aliyopata katika nchi ya Kanaani. Akaenda mpaka nchi iliyokuwa mbali na Yakobo nduguye, maana mali yao yalikuwa mengi. Hebu sema yalikuwa mengi. Yalikuwa mengi. Tena ametumia Kiswahili cha ajabu sana. Anasema mali yao yalikuwa mengi, wasiweze kukaa pamoja, wala haikuweza nchi. Hebu sema nchi ya kusafiri kwao kuwachukua kwa sababu ya mali, kwa sababu ya wanyama wao. Unanisikia kitu naongea? Haya jamaa anasema walikuwa na mali ya wanyama na mali zingine. Hakuna nchi iliyoweza kuwachukua watu wawili. Hakuna nchi iliyowachukua watu wangapi? Yaani hivi wakija Tanzania hapa tishio. Tanzania inawaambia hatuna pa kuwaweka kwa mali mlizo nazo, tafadhali. Wanaenda Kenya, na kwenye Kenya huko Kenyatta anasema na waweka wapi nyinyi wenyewe na mali zote hizo?
Manake mtachukua nusu ya nchi ya Kenya yote itakuwa yenu. Ondokeni. Hakuna nchi ya kusafiri kwa hiyo iweza kuwachukua. Mpaka wanaume wawili wakakaa pamoja akasema sasa tugawane bwana mdogo. Enda nchi nyingine na mimi niende nchi nyingine. Tuwe tunatembeleana. Wote wanatukataa. Hakuna tunapoweza kukaa pamoja na mali tulizo nazo. Tatizo sio kuomba mali. Walizokuwa nazo ndio mababa wa imani. Ndio mababa wa imani. Ndio waliotutangulia. Wakati sisi atakufuga mbuzi 10 msamiati. Hata ng'ombe wa maziwa 4 watatu kwa mjini hapa. Utafugaje ng'ombe 3 4? Ng'ombe wa maziwa shida. Shida. Nimeenda eneo moja kuhubiri injili mpaka natafuta maziwa shida kuyapata. Wapendwa wapo, hakuna hata mmoja aliye na ng'ombe wa maziwa. Alafu majani hapo ya kutosha. Hata kama mengine haya ni ushamba tu. Unafikiri nimekosea Kiswahili? Unajua kuna roho ya uvivu mpaka nyingine inatishia usalama. Majani yapo, watu kufuga ng'ombe wanaona tatizo. Alafu sio kwamba sasa useme ni wafanya biashara wana shughuli zingine. Majani yapo ya kutosha, kuna mifereji ya maji. Hawana hata ng'ombe mmoja. Mpaka nimekaa siku 8 nimeshinda kupata kikombe cha maziwa. Wanasema kitaka maziwa labda mpaka kijiji cha pili kule. Ndio kuna watu wawili wanafuga. Hata ng'ombe wale Wanyakyusa wangu wanasema ng'ombe wa matope. Sisi kwetu ng'ombe wa kienyeji wanawaita ng'ombe wa matope. Wanyakyusa wanafunzi. Ng'ombe wa matope. Kwa nini wanaita wanajua ng'ombe wa matope wana maziwa kidogo? Mnyakyusa anataka ng'ombe ambaye akikamua kwa siku angalau lita 30 25. Kwa walipoingia ng'ombe wa maziwa wale wanawaita ng'ombe wa matope. Sasa hata ng'ombe wa matope unashindwa kuwa naye. Hata wa matope tu. Alafu rahisi sana kufuga mkuu wa jimbo. Rahisi sana. Maeneo tulionayo huko mnaweka magogo tu, ng'ombe wanakaa. Unajua ng'ombe kila mwaka anazaa. Ukiwa nao 10, mwaka kesho una ng'ombe wangapi? 20. Alafu namweka mtu anasimamia ng'ombe wale. Wewe una shughuli hapo na maduka. Anasimamia wale ng'ombe, unamlipa kwa kanuni ya ufugaji. Wewe unamlipa ng'ombe huyu mmoja, wewe wako 9. Baada ya miaka 3 unajumlisha ng'ombe 30. Una hela ngapi? Watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Maeneo makubwa tu. Mimi nimeshangaa hata nimefika Makamba sioni hata watu wameweka miti wametundika hata vidilo vile. Hakuna tali ya tundika. Hakuna hata majamvi. Lakini tunalalamika umaskini hata majamvi tu. Barabara hii kubwa hii unaitumiaje? Hiyo barabara. Watu wanatoka Kongo wanapita Makamba kwa. Hawajui hata kama mnasuka vidimbo. Hawajui hata kama mna mijamvi. Unaitumiaje? Na sio wote hapa tuna maduka makubwa, wengine hatuna. Unatumiaje fursa hiyo? Nimesema habari za alizeti. Mbia tunahangaika kweli alizeti. Lakini unakuta alizeti ipo na alizeti zinakubali. Hata mvua ikinyesha kidogo alizeti hazikomi. Lakini wangapi unatumia maeneo? Barabara ipo tu.